anaumwa, Gigi ni mgonjwa. Gigi aliumwa mpaka ndugu na marafiki zake ikabidi wamuwahishe hospitali ya taifa ya Muhimbili. Na alipofika pale Muhimbili, haraka kwa hali aliyokuwa nayo, madaktari ikabidi wamuwahishe zaidi ICU kwa ajili ya uangalizi maalum. Na ni mfululizo wa mambo kadhaa ambayo yamemtokea, lakini Gigi mwenyewe si yupo. Tuhesabu siku, ipo siku atasimama mwenyewe ataelezea. Lakini muda huu ambao tunazungumza Gigi yupo ICU, anaumwa. Mengine tuyaache yawe siri yake, kwa sababu ninachozungumza hapa mimi ni kile ambacho hata yeye amezungumza na mimi. So kwa namna hiyo mengine tuyaache, tuhifadhi wanasema privacy zake. Wewe ni mtu ambaye mara nyingi unajua lifestyle ya wasanii. Tumeona watu wengi namna ambavyo wanasema kuhusu Gigy Money kwamba kwa muda mrefu Gigi amekuwa hayuko sawa kiafya ya akili. Yaani ukiachia mbali na kuumwa ambapo leo amepelekwa hospitali, lakini kiafya ya akili hakuwa sawa. Kwa jinsi ambavyo unafuatilia maisha ya Gigi, unamuona harakati zake za maisha kila siku, pengine ni kweli kuna namna Gigi alikuwa hayuko sawa kwenye afya ya akili? Hapana, Gigi yupo sawa. Gigi yuko sawa, na namuona wazi kwa sasa alipofikia ametambua hata umuhimu wake katika nchi hii, na kwa namna hiyo amekuwa hata anajitokeza kukemea mambo kadhaa, na kwa kile anachokifanya wasimuone kwamba amechanganyikiwa. Ana mapito ambayo alipitia, ana vitu ambavyo alipitia. Kwa hiyo anapopata nafasi ya kuzungumza, jamani, watu wamsikilize. Unajua issue moja ya Gigi ni mtu wa furaha sana, na tabia yake sio ya kunungunika sana. Unajua mtu ukishakuwa mnungunikaji, kuna kitu unakosa, na inapotokea kwa mfano sisi hivi Gigi ndo ameamua kusononeka, fulani ulinifanyia hivi, ulinitesa sana, watu hawajamzoea vile. Sio kwamba basi ndo akili yake ina shida. Hapana, nadhani ameamua tu kuwa muwazi. Lakini mimi ni muase, ajijue yeye ni mwanamuziki, mtu anayefahamika. Kwa hiyo azungumze, lakini ambayo anaona hapaswi kuzungumza asiazungumze, kwa sababu kwa umri kama wake anajua kabisa nini nizungumze, nini nisizungumze. Kwa baadhi ya watu mitandaoni wameweza kuunganisha dots na kuanza kusema comment kwamba labda huenda anavyoumwa Gigy Money kutokana ni mtu wa starehe, pombe nyingi. Wengine wanaunganisha tena labda zile plastic surgery yake ya bei ndogo huenda ndio imemletea matatizo haya. Kwa chini labda ambazo labda umesikia taarifa labda mara kwanza alipatwa na nini mpaka kupelekwa hospitali. Naomba ni tunze, manake vingine ni privacy zake mwenyewe. Kwa kweli natamani kuzungumza aliyokutana nayo, lakini wala hayahusu Hennessy zake anazogonga cheers kila kukicha, wala hayahusiana na champagne anazo cheers, wala hayahusiana na plastic surgery. Amefanya plastic surgery nzuri tu, ya bei nzuri, wala sio cheap surgery, na anaendelea vizuri, lakini anaokutana nao ni mengine. Ganatisha. Na kuna wengine naona kama wameshaanzisha timu, wameleta mgomo kutaka kwamba labda ikitokea Gigi anahitaji msaada kuchangiwa, hawataki kabisa kumchangia, kwa sababu wamesema wasanii sasa hivi kama wamezidi, wanajiachia sana, wanafanya starehe, mwisho wa siku wanakuja na matatizo, wanarudi tena kwa hao aina hiyo. Sasa wanasubiri embe chini ya mwarobaini. Usimkadirie mwenzako matatizo. Mungu ni wetu sote. Ama niseme anachopitia sasa hivi Gigi ni kitu ambacho mtu yote anaweza akapitia, lakini kwa jinsi nilivyozungumza naye, namuona mpaka kesho Mungu atamfanyia pesa, atakuwa anaendelea vizuri tu.
atakuwa sawa. Mara nyingi umekuwa ni mtu wa kuwashauri wadogo zako ambao wapo kwenye tasnia, unakuwa unasemaga public kabisa kwamba fulani lifestyle nguo zake anavyovaa na nini. Lifestyle ya Gigi inaonekana wengi hawapendezwi nayo, huwa kwa namna ambavyo anakuwa mtu wa kuhang out usiku kucha na kwa club na nini. Ukiwa kama dada yake, pengine akiwa sawa na akapona, kuna lolote ambalo unaweza ukamshauri kwenye lifestyle ambayo amekuwa akiishi, au kwako ni sawa pengine tumaache Gigi na maisha yake? Gigi mimi naona mara nyingi huwa ana mashabiki wengi sana. Watu wanampenda anavyoongea ukweli. Nazungumza ukweli hapa. Watu wanampenda anavyoongea ukweli. Ndio hivyo ambavyo mara nyingi watu humwambia. Na mara nyingine watu wanasema hajibrandi kama mwanamuziki. Na hizo sio nyingi sana. Lakini nimeona anataka kuchukiwa hivi juzi kati baada ya kuvutana na dada wa Ulaya. Mimi ni mtu tofauti sana. Inapotokea mtu ana maoni yake, mwacheni azungumze jamani. Mbona wengine wanazungumza? Wala no hereni, no electricity, wanazungumza na hatuwabugudhi. Hayo ni maoni yao. Kwa hiyo unajua ni ukweli kabisa, Tanzania ni kisiwa cha amani. Trust me. Na ndio maana ukija kwangu ukazungumza lolote, mimi nakuheshimu. Ifike mahali kila mtu apewe wakati wake wa kuzungumza na mazungumzo yake anayoongea aheshimiwe. Kwa Gigi mimi najua ni mama. Afanye yote anayoyafanya, asisahau kwamba yeye ni mama. Huo ndio ushauri wangu. Aende anakoenda, lakini ajue nyumbani ameacha mtoto. Asiniangushe. Taarifa ya kuumwa kwa Gigi ilitoka ni masaa mengi mpaka sasa. Damu Martha, una namba ya pengine ya Jonijo au dada za Maradi ambaye mara mwisho nakumbuka ndo alikuwa anamsimamia kazi zake Gigi? Una mawasiliano yoyote ambaye tunaweza tukapata pengine kile ambacho kinaendelea kwa sasa? Gigi yuko kwake. Anashatoka hospitali. Atatoka tu na atakuwa kwake. Jipangeni muende. Inshallah. Jipangeni muende. Ndio. Jipangeni muende. Kabisa. Na kwa Jonijo ni pale juu tu. Jipangeni muende. Jipangeni muende jamani, jipangeni muende. Na ni jambo jema kutembeleana. Ukimzunguzia mtu kama Gigi. Yaani Gigi akipata tatizo ni vyema tu hata sisi wana habari tukamjulia hali yake, na ndio maana leo nimesema mimi hapana, lazima nimtafute. Ndio. Sawa. Kuna mengi sana mjini. Tumezungumza hilo la Gigi kwa sababu ilikuwa ni muhimu, sababu ilikuwa ni taarifa ambayo ni ya ghafla sana. Chapisho lako la Instagram bwana kuhusu ex kaka yetu na kwamba naye amepata boss, dada yetu Zailisa. Zailisa mzangu. Afadhali tumeacha mambo magumu, tunaongea mambo mepesi. Zailisa amepata boyfriend mpya, which is very nice. Jamaa mmoja mfupi hivi tajiri, anaitwa Saidi Short. Ni mbongo anaishi South Africa. Na kwa habari nilizonazo za uhakika kabisa, Zailisa bwana ameitwa, hii ni mara ya pili. Na huyu bwana Saidi inasemekana ana mke wake. Na bwana Saidi ana listi ya warembo ambao wamefanya nao mahusiano. Kwa sababu Saidi ni kijana wa Kiislamu na pesa anayo, si haba mimi kama dada yao kuwabariki tu. Nitafanyaje? Sema ndo Zai atulie. Hapa alipopata atulie, na hapa atulie. Japo amemwacha mumewe, amekwenda kwa mume wa mtu. Afanye juu chini huyo Saidi amuoe. Sawa mdogo wangu Zailisa. Kamwacha mume wake kaenda kwa mume wa mtu. Kamwacha mume wake Zailisa ameenda kwa mume wa mtu. Si haba. Lakini mume wa mtu ni tajiri pengine kuliko aliyekuwa mume wake. Kakaaje hamfikii bwana Saidi Short kwa utajiri. Saidi Short ni tajiri bwana. Ni tajiri. Inasemekana alishaikuwa hapa na saluni akaipa jina la Wasafi. Ashaikuwa meneja wa nani yule Baba Kaila. Sheta.
Ashai kufanya mambo mengi tu ya kimuziki hapa, lakini maisha yake yote yako Afrika ya Kusini. Ni jambo zuri. Mimi napenda vijana wakipendana. Unajua being a sister, so kila kitu basi mimi napenda wapendane. Lakini kwa sababu Said ni kijana wa Kiislamu, aidhinishe. Zailisa ni binti mzuri. Lakini Maimartha unatuthibitishia kwamba Zailisa katoka kwenye EST kaenda kwenye V8. Ogopa wewe. Yaani kwamba tutegemee surprises za Kongo mara range mara ogopa. Zai amepoa. Huyo Saidi ukiachana na kimo chake, mzigo upo. Ukipita kwenye Instagram ya Zailisa, baadhi ya machapisho yake anayoweka, comment za wengi ni kwamba Zailisa amepauka, sio yule Zailisa wako. Hajapauka jamani, mlikuwa mjajua tu. Haji juzi kaposti akasema jamani, hebu niambieni nyie huko kachunda hajachunda. Jamani, niaminini mimi. Huyo jamaa Saidi so mchezo. Wewe unaambiwa mpaka mke wa mcheza mpira alikuwa wake. Wewe uogope. Mcheza mpira huyu aliondoka Tanzania. Sitaki ugomvi na wadogo zangu. Wewe unaambiwa kina nani wale, nani Tueni wale, Tunda, Shinani. Wao jamaa uko vizuri. Mbona hawajawaoa sawa waliopita wengine? Naomba nimtunzie heshima yake. Mimi ni dada. Kuna mahali naishia nikienda mbele zaidi inakuwa kama na matusi tena. Ila kwa uhusiano hili nimtakie kila laheri Zailisa, kaka yangu Saidi. Mimi sina baya. Wengine Zai sasa sijakapitiwa kama hao waliopitiwa. Yaani huoni sasa wao unaona kwake yeye inawezekana akaipata hiyo ndo na akadumu. Wacha tuone tu. Umesema kaka Saidi ana listi. Ogopa. Listi ni muendelezo wa tabia tu kwamba huyu naye nampitisha. Tuwaombee jamani, tuwaombee. Maombi pia ni muhimu kwenye masuala kama haya. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.